Karibu kusikiliza sauti kuu za habari kupitia Congo Post News, sauti ya ukweli kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni mtangazaji wako Idi George, tukianza na mtasari wa habari zetu za leo. Katika habari zetu za leo, jeshi la FARDC laendelea kurejea katika maeneo ya Sange, Nyakabere na Luberizi huko Kivu Kusini baada ya kujiondoa kwa waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya Uvira. Huko Minembwe, FARDC yaanzisha kampeni maalum ya kuwataka waasi wa Twirwaneho na AFC M23 RDF kujisalimisha, huku baadhi ya waasi wakidaiwa tayari kuweka silaha zao chini. Na mji wa Lubumbashi, polisi wamemkamata raia mmoja wa China ndani ya kasino akiwa na silaha mbili pamoja na dola za bandia yani 4BA, wakati operation dhidi ya magenge ya uhalifu ikiendelea mjini Lubumbashi. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na kumwisho wa habari tutakuunga na habari za kimataifa. Usiondoke mbali, habari kamili zinafuata muda mfupi kuanzia sasa kupitia Congo Post News. Karibu. Katika maendeleo mapya kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la taifa FARDC limeanza kuonekana tena katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini kufuatia hatua ya waasi wa M23 kuanza kujiondoa taratibu kutoka maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za kijeshi, wanajeshi wa FARDC sasa wameonekana katika vijiji vya maeneo ya Sange, Nyakabere pamoja na Luberizi, maeneo yaliyopo katika mkoa wa Kivu Kusini. Hatua hiyo inaelezwa kuwa sehemu ya operation ya kurejesha utulivu na mamlaka ya serikali katika maeneo ambayo kwa muda yalikuwa chini ya hali ya sintofahamu kutokana na mapigano ya jeshi kati ya jeshi la serikali na waasi hawa AFC M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Taarifa hiyo pia inaeleza kuwa vikosi vya kwanza vya FARDC tayari vimechukua nafasi katika eneo la Mutarule iliyopo katika wilaya ya Uvira. Wananchi wa maeneo hayo wameanza kushuhudia uwepo wa wanajeshi wa serikali barabarani pamoja na vituo mbalimbali vya kimkakati, hali ambayo imeanza kuleta matumaini mapya kwa wakazi waliokuwa wamekumbwa na hofu ya usalama kwa muda mrefu. Kwa miezi kadhaa iliyopita, maeneo mengi ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini yameendelea kushuhudia hali ya mvutano wa kivita kati ya jeshi la serikali la FARDC na waasi wa M23. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya wananchi kuhama makazi yao, huku wengine wakikosa huduma muhimu kama vile chakula, maji safi, huduma za afya. Kurudi kwa FARDC katika maeneo ya Sange, Nyakabere na Luberizi kunatajwa kuwa ishara ya mabadiliko katika hali ya usalama katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa ya kijeshi wanaamini kuwa hatua ya waasi kujiondoa taratibu inaweza kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo au juhudi za kurejesha utulivu katika ukanda huo wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, bado kuna tahadhari kubwa kutokana na historia ya mapigano ambayo mara kadhaa yamekuwa yakirejea hata baada ya vipindi vya utulivu. Wananchi wa maeneo hayo wameendelea kutoa wito kwa serikali kuhakikisha usalama unaimarishwa kikamilifu ili kuzuia kurejea kwa makundi yenye silaha. Wengi wao wanahitaji kurejea katika maisha ya kawaida baada ya kipindi kirefu cha hofu na taharuki. Mashirika ya kiraia katika eneo la Uvira na maeneo ya jirani wameipongeza hatua ya kurejea kwa vikosi vya serikali, lakini yakisitiza umuhimu wa kulinda raia na mali zao wakati wa operation za kijeshi. Mashirika hayo pia yameiomba msaada wa kibinadamu kuongezwa kwa familia ambazo zimeathiriwa na vita katika maeneo mbalimbali ya Kivu. Mpaka sasa viongozi wa M23 bado hawajatoa tamko au maelezo mapya kuhusu hatua yao ya kujiondoa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Wakati huo serikali ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa itaendelea kulinda mipaka na kuhakikisha mamlaka ya dola yanarejea katika kila eneo la nchi. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, na huku wananchi wakisubiri kuona kama kurejea kwa FARDC kutaleta utulivu wa kudumu katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki huko Kivu Kusini, katika eneo la Minembwe kwenye milima ya juu ya mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la taifa FARDC limeanzisha kampeni maalum ya kuhamasisha wapiganaji wa muungano wa AFC M23 RDF pamoja na kundi la Twirwaneho kujisalimisha na kuacha mapigano yanayoendelea katika eneo hilo.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa jeshi la Kongo, hatua hiyo inakuja wakati ambako makundi hayo yenye silaha yanadaiwa kudhoofishwa na mashinikizo makubwa ya kijeshi kutoka kwa FARDC katika maeneo mbalimbali ya mapigano. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji hao sasa wamekwama katika maeneo ya Minembwe, huku njia zao za kujiondoa zikiendelea kupungua kutokana na operations za kijeshi zinazoendelea. Katika juhudi za kuimarisha kujisalimisha kwa hiari, FARDC imekuwa ikitumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones vipaza sauti vinavyorusha ujumbe wa amani juu ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Kupitia ujumbe huo, jeshi linawataka wapiganaji kuweka silaha chini na kuelekea katika maeneo ya usalama ya Kakenge, Kalingi pamoja na Mikenge ambako wanaweza kupokelewa bila madhara. Mbali na matangazo hayo ya sauti, jeshi pia limekuwa likirusha vipeperushi kutoka angani vyenye ujumbe wa amani na wito wa kuachana na vita. Katika moja ya ujumbe iliyosikika juu ya Minembwe, jeshi la FARDC limesema kuwa wapiganaji wanaoshawishiwa kujisalimisha wanafanya hivyo kwa ajili ya amani na usalama wao wenyewe. Jeshi hilo lilionya pia kuwa wale watakaokataa wito huu watachukua jukumu la hatari linaloweza kujitokeza kutokana na mapigano yanayoendelea. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa mkakati huo unalenga pia kuzuia madhara kwa wananchi wa kawaida wanaoishi katika maeneo yenye mvutano mkubwa. Serikali ina hofu kwamba baadhi ya wapiganaji wanaweza kujikuta wamezingirwa, wanaweza kufanya mashambulizi dhidi ya raia ikiwa hawatapewa njia salama ya kujisalimisha. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka eneo hilo, baadhi ya wapiganaji tayari wameanza kuitikia wito huu. Inaelezwa kuwa takriban wapiganaji 5 wa M23 wakiwemo mmoja kutoka jamii ya Watusi amejisalimisha kwa FARDC baada ya kampeni hiyo ya uhamasishaji. Hata hivyo, bado kuna wengine wanaosita kuweka silaha chini, huku hali ya taharuki ikiendelea katika baadhi ya maeneo ya Minembwe. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa mbinu inayotumiwa na FARDC inaonyesha juhudi za serikali ya Kongo kutafuta suluhisho la amani kwa baadhi ya wapiganaji wanaotaka kuachana na vita, huku operations za kijeshi zikiendelea dhidi ya makundi ambayo bado yanapinga mamlaka ya serikali. Wanasema kuwa kutumia ujumbe wa amani pamoja na kutoa nafasi ya kujisalimisha kunaweza kusaidia kupunguza umwagaji damu na kulinda maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa miaka kadhaa sasa, maeneo ya Minembwe na milima ya juu ya Kivu Kusini yameendelea kushuhudia migogoro ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, hali ambayo imesababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa pande zote kuhakikisha ulinzi wa raia na kutafuta suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo na kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yote yaliyoathirika na vita. Hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku FARDC ikiendelea na operesheni zake za kijeshi pamoja na kampeni ya kuwashawishi wapiganaji kuachana na silaha kwa hiari yao. Tuelekee huko katika mkoa wa Okatanga katika operation maalum ya usalama inayofanywa mjini Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Polisi wamefanikiwa kumkamata raia mmoja wa China aliyekuwa ndani ya kasino akidaiwa kuwa na silaha 2 pamoja na kiasi cha fedha bandia za dola za Kimarekani, yani 4 billets za dola. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa kuhusu usalama na ongezeko la vitendo vya uhalifu katika mji huo mkubwa wa kibiashara uliopo mkoani Okatanga. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na jeshi la polisi, mtuhumiwa huyo alikamatwa wakati wa msako maalum uliofanyika katika baadhi ya maeneo yanayoshakiwa kutumiwa na wahalifu kupanga shughuli zao. Polisi walieleza kuwa walipofika ndani ya kasino hiyo walimkuta raia huyo akiwa na bastola 2 pamoja na fedha bandia ambazo zilikuwa tayari zinaandaliwa kwa ajili ya matumizi yasiyojulikana. Maafisa wa usalama wameeleza kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha uwezekano wa kuwepo kwa mtandao mpana wa uhalifu unaohusisha biashara haramu ya fedha bandia pamoja na umiliki usio halali wa silaha. Polisi wanaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha silaha hizo pamoja na namna fedha hizo bandia
zilivyokuwa zikisambazwa ndani ya mji wa Lubumbashi na maeneo mengine. Katika operesheni hiyo, polisi pia walitangaza kufanikiwa kuvunja magenge kadhaa ya uhalifu iliyokuwa yakijihusisha na uporaji, ujambazi pamoja na vitendo vya kutishia usalama wa raia. Kwa mujibu wa mamlaka za usalama, watu kadhaa walikamatwa huku silaha, simu za wizi na vifaa vingine vilikamatwa kama ushahidi. Mkuu wa polisi wa eneo hilo amesema kuwa operation hizo zina lengo la kurejesha utulivu na kuimarisha usalama wa wananchi wa Lubumbashi ambao kwa muda wamekuwa wakilalamika ongezeko la vitendo vya uhalifu hasa nyakati za usiku. Aliongeza kuwa serikali haitavumilia mtu yeyote anayehusika na biashara haramu ya silaha au fedha bandia, kwani vitendo hivyo vinahatarisha uchumi pamoja na maisha ya wananchi. Wananchi wa Lubumbashi wamepokea taarifa hiyo kwa hisia tofauti. Wapo walipongeza kazi iliyofanywa na polisi wakisema kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza matukio ya uhalifu yanayoongezeka katika baadhi ya vitongoji vya mji huo. Hata hivyo, wengine wameitaka serikali kuendelea kufanya operation za mara kwa mara ili kuhakikisha makundi yote ya uhalifu yanatokomezwa kabisa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa biashara ya fedha bandia imekuwa changamoto kubwa katika baadhi ya nchi za Afrika kutokana na uwepo wa mitandao ya kimataifa inayotumia mianya ya udhibiti dhaifu kuingiza fedha haramu katika masoko. Wanasema kuwa ushirikiano kati ya vyombo vya usalama vya ndani na vya kimataifa ni muhimu ili kupambana na vitendo hivyo. Kwa sasa mtuhumiwa huyo raia wa China pamoja na watu wengine waliokamatwa wanatarajiwa kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa hatua zaidi za kisheria huku uchunguzi ukiendelea. Polisi wamewahimiza wananchi kutoa taarifa mapema kuhusu watu au vikundi vinavyoshukiwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu ili kusaidia juhudi za kuimarisha usalama katika mji wa Lubumbashi na maeneo mengine ya nchi. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na Mekarorobi. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amezihimiza nchi zenye nguvu Ulaya kuwekeza Afrika ili kusaidia bara hilo kuwa na uhuru wa kujitawala kwa kubadilisha misaada na fursa za kiuchumi. Akihutubia mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na Afrika unaofanyika Nairobi, Kenya, Rais Macron amesema viongozi wa Ulaya walizoea kuambia viongozi wa Afrika cha kufanya, lakini amesema sicho ambacho Afrika inahitaji kwa sasa wala kutaka kusikia. Mkutano huo wa kilele wa siku mbili umewaleta pamoja viongozi mbalimbali wa kisiasa na kibiashara na utangazia masuala mbalimbali yakiwemo ya biashara, miundombinu, nishati jadidifu, teknolojia na ushirikiano katika masuala ya kiusalama. Huu ni mkutano wa kwanza wa kilele kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika unaofanywa katika taifa linalozungumza Kiingereza. Katika miaka hivi karibuni, mataifa kadhaa ya magharibi ya Afrika yalikuwa koloni ya Ufaransa yamesitisha au kupunguza mahusiano na ushirikiano na Ufaransa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran imesisitiza kuwa mapendekezo yake ya kumaliza mzozo unaoendelea na kuhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni ya kufaa na ya kuonyesha ukarimu kwa upande wa Iran, huku ikishtumu Marekani kwa kuwa na matakwa yasiyotekelezeka. Mashaka kuhusu iwapo pande hizo mbili zitaafikiana kumesababisha kupanda tena kwa bei ya mafuta baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa mapendekezo ya Iran. Bei ya mafuta ghafi ya Brent imeongezeka kwa 4% na kuuzwa kwa dola 105 kwa pipa. Bei ya mafuta imekuwa ikisuasua tangu kuzuka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao umetatiza pakubwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Mapendekezo ya Iran ambayo yamekataliwa na Rais Trump yanasemekana kutaka mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz kuwa kando na yale ya kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuwekea vikwazo walowezi wa Israel waliofanya ghasia dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi. Aidha, wamekubaliana kuwekea vikwazo viongozi wakuu wa kundi la wanamgambo la Hamas. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema itikadi kali na ghasia zina athari, lakini Israel imepinga hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya
na kuitaja kiholela na ilochochewa kisiasa. Mipango ya kuwekea vikwazo makundi ya walowezi ilikuwa ikipingwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alishindwa katika uchaguzi mwezi uliopita. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kupambana na changamoto za uongozi zinazomkabili kufuatia matokeo ya uchaguzi wa wiki iliyopita ambapo chama chake cha Labour kiliandikisha matokeo mabaya. Sasa Starmer amesema hataki kutumbukiza taifa hilo katika kile alichokitaja vurugu. Kiongozi huyo wa Uingereza amesema anaelewa kilichowaghadhabisha wapiga kura kutoka kudorora kwa ubora wa maisha hadi kuzorota kwa miji. Najua kwamba watu wamekereka na hali ilivyo Uingereza. Wanakereka na siasa na wengine wamekereka nami. Najua ninaowatilia mashaka na najua nahitaji kuwathibitishia kuwa hawako sahihi na nitafanya hivyo. Takriban wabunge 40 wa chama chake cha Labour wanamtaka jiuzulu kufuatia matokeo hayo mabaya ya chama hicho tawala kilichoandikisha katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la Afya Duniani WHO limesema visa 7 vya maambukizi ya virusi vya Hanta sasa vinahusishwa na meli ya kitalii MV Hondias. Abiria aliyekuwa kwenye meli hiyo, raia wa Ufaransa, ndio mwathiriwa hivi punde kugundulika kuwa na virusi hivyo baada ya kuonesha dalili akiwa kwenye ndege kuelekea Paris. Abiria na wahudumu wa meli hiyo wameondolewa kutoka chombo hicho kilichoruhusiwa kutia nanga katika kisiwa cha Hispania cha Tenerife. Watu 3 wamefariki dunia baada ya kusafiri kwenye meli hiyo ya MV Hondias. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameonya kwamba kuongezeka kwa mapigano nchini Sudan pamoja na matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani kunaweza kusababisha vifo zaidi na watu kuendelea kuhama makazi yao. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuwa jumuiya ya kimataifa ina taarifa kwamba mzozo wa Sudan uko karibu kuingia katika awamu nyingine ambayo ni mbaya zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa haraka iwezekanavyo kuepusha wimbi jipya la mzozo huo. Turk alionya kwamba ndege zisizo na rubani zenye silaha sasa zimekuwa chanzo kikuu cha vifo vya raia. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalichangia 80% ya vifo vyote vya raia, huku takriban watu 880 wakiuawa kati ya mwezi Januari na Aprili mwaka huu. Wengi wa walioathirika wanatokea Kordofan. Tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan mnamo mwaka 2023, maelfu ya watu wameuawa huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao. Mapigano kati ya kikosi maalum cha wanamgambo wa Rapid Support Forces na jeshi la Sudan yamesababisha mojawapo ya mizozo mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Na bunge la Afrika Kusini litaanza kuunda kamati ya kumchunguza Rais Cyril Ramaphosa kwa lengo la kumuondoa madarakani kwa madai ya kuhusika katika kashfa ufisadi. Spika wa bunge amesema hatua hiyo inafuatia maamuzi ya mahakama ya kikatiba kwa wabunge walikiuka katiba walipozuia mchakato wa kumuondoa madarakani bwana Ramaphosa kwa kukosa imani naye miaka 4 iliyopita. Jopo huru lilimpata Rais Ramaphosa kuwa huenda na kesi ya kujibu baada ya kiasi kikubwa cha sarafu za kigeni kukutwa zimefichwa katika mojawapo ya makazi yake zinazohusishwa na kashfa ya wizi. Bwana Ramaphosa amekanusha kuhusika na wizi. Chama tawala cha African National Congress ANC kimeitisha mkutano wa kamati kuu ya kitaifa kujadili swala hilo. Hii ni BBC. Shukran sana Karorobi kwa kutusomea taarifa hiyo ya habari. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, anakujia kwako kupitia FM na vile radio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kutupata kupitia Abud FM, Classic FM, CGFM, lakini vile Radio Free Africa, Lolionde FM na Zenji FM huko visiwani Zanzibar. Lakini kama uko nchini Kenya, basi unaweza kutusikiza kupitia Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Nchini Uganda yategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Radio Chitara, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Lakini kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi unaweza kutupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini msikilizaji, matangazo haya kumbuka vile yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, kwenye YouTube yetu BBC News
News Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili. Nikukaribisha leo hii uko na Phyllis Mwote, mwenzangu ni Sarafina Robi. Soto tuko studio za Nairobi. Karibu Sarafina. Asante sana Phyllis. Tukianza moja kwa moja ni kwa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehimiza mataifa yaliyostawi kuwekeza zaidi barani Afrika, akisema kwa bara hili lina umuhimu mkubwa katika uchumi wa dunia. Akizungumza wakati wa mkutano uliofanyika katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, Rais Macron amesema kuwa Afrika inahitaji wekezaji kuwa huru zaidi na kuchukua nafasi ya msaada na fursa za kiuchumi. Macron ambaye ni mwenyeji wa mkutano wa kilele wa kiuchumi nchini Kenya unaozikutanisha nchi kadhaa za Kiafrika, amesema awali wakuu wa Ulaya wangetoa mihadhara kwa viongozi wa Afrika kuhusu kile wanachohitaji, ila hiki sio kile ambacho Afrika inahitaji au inataka kusikia. Ahmed Bahaj amekuwepo kule na kutuandalia taarifa hii. Kongamano hili la maendeleo ya Afrika la Africa Forward limefunguliwa rasmi hii leo na kinara wake Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akishirikiana na mwenyeji wake Rais William Ruto. Ni mara ya kwanza kwa nchi hizi za Ufaransa kuandaa kongamano hili katika nchi ambazo zinazungumza lugha rasmi ya Kiingereza. Na miongoni mwa ajenda kuu ya kongamano la hii leo ni ujasiriamali, kutumia teknolojia kisasa katika kutafuta biashara na uchumi, na vile vile masuala haya kutumia akili mnemba katika kukuza biashara. Pia baadhi ya mambo mengine yametajwa ni kwamba bara la Afrika litatumia vipi rasilimali zake kuvuna ama kufaidika zaidi haswa kifedha kutokana na nchi zile za bara Ulaya, haswa ikiongozwa na nchi ya Ufaransa. Jina naitwa Oscar Mgaya, ni mwenyekiti wa bodi ya chama cha waajiri Tanzania, kwa hiyo natokea Tanzania. Hili ni jambo jema kwa nchi za Afrika, hususan Tanzania ambako tunategemea kwamba wafanya biashara wetu wa Tanzania watapata nafasi ya kupata fursa za kufanya biashara na watu mbalimbali kutoka bara la Ulaya na wengine wa Afrika hapa ambao pia wako kwenye hili kongamano. Ni rasilimali gani haswa zaidi unaona Tanzania inaweza kutumia katika kufaidika kwenye biashara baina pande mbili? Nafikiri ziko nyingi sana. Kama unavyofahamu, kwenye upande wa kilimo ni sehemu kubwa ya uchumi wetu, masuala ya utalii, masuala ya madini na vitu vingine ambavyo Tanzania imebarikiwa. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa wafanyabiashara wetu, na nimeona wafanyabiashara wengi wa Tanzania wamehudhuria kongamano hili. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni nafasi nzuri kwao kupata hizi fursa. Kwa majina ni Alionya Roslyn, Mkenya, napenda sana kujulikana kama Gen Z ambaye anapenda nchi yake. So kwa fursa ambazo maybe wameweza kuziongelelea, kitu ambacho Rais William Ruto aliweza kukiongelelea kwa undani ni ya kwamba kama nchi ndio tuweze kufikia zile nchi zingine katika AI and the digital automation they have, lazima kwanza watoto wetu wawe na knowledge ya AI na pia kukuwe na infrastructure. Kwa knowledge ningeomba kwamba serikali iweze kuincorporate this AI learning both at primary level and secondary level, ndio vijana wetu wakitoka hata kwenda katika vyuo vikuu wanaweza kulearn AI on themselves. Na pia aliongelelea about infrastructure, akasema amejenga I think fiber cables here and there, but pia President Macron akasema kwamba they need to invest a lot in nuclear ndio tuweze kukuwa na enough coverage of internet across the country. Na naona hiyo ni opportunity mzuri kwetu kama wa Kenya. Mimi kama Mkenya, kama Gen Z, hata kama sitakuwa na kazi lakini I'm able to afford internet, itakuwa vyema sana kwa mimi kuanzisha ama kuanza kujisomesha vitu vya AI ama hata kusomesha wenzangu. One thing that is critical right now is the energy transition. Kongamano hili hapa Nairobi halijahudhuriwa tu na maafisa kutoka serikali pamoja na wafanyabiashara na wanauchumi. Pia waliojitokeza hapa, waliokaribishwa ni wajumbe ambao wanafanya kazi katika sanaa hizi na pia masuala ya vijana. Na nimebahatikiwa kuwa naye mchana huu msanii nguli sana wa muziki katika nchi yetu ya Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla, wanamuita namba 8 ama Octopizzo. Na yeye pia atatuambia lengo na shabaha yake kuwa katika kongamano hili. Lengo langu sana ilikuwa kuja kusikiza kuna kitu yote kwa hii collaboration yao na Ufaransa, kuna kitu yote imewekewa kwa wasanii, na kama imewekewa kwa wasanii kivipi? Unajua wasanii sisi hatuko serikalini, sisi ni kama independent artists. Unapata nasikia tu fedha zikidropiwa, hii fedha imetolewa hii, fedha imetolewa hii, lakini watu ambiwi inaenda wapi, itafanywa aje. Unajua accountability ni muhimu sana.
Bila shaka kongamano hili la maendeleo ya Afrika kwa kuandaliwa hapa jijini Nairobi linafungua fursa nyingi sana kwa Kenya kufaidika kutokana na wale washikadau kutoka maeneo tofauti. Na hapa pia miongoni mwa zile sekta ambazo Kenya zitafaidika pakubwa ni sekta ya utalii, fesheni na hata na mitindo. Ndio maana tuko na baadhi pia ya wale wajumbe ambao wako hapa, tutazungumza nao kuhusiana na kongamano hili. Naam, dada, niambie jina lako. Alafu unawakilisha kitengo gani haswa? Mimi naitwa Linda, nimetoka Turkana. Kutoka hapo hivi connection nimezipata ni nzuri na ni especially eneo la vijana. Tumeweza kuongea na watu kadhaa yenye tunaweza kuwa na fursa mzuri ya kucollaborate kwa project zingine na kuwakilisha Turkana huko nje na pia hao vijana kupata fursa ya kwenda nje. Kongamano hili la siku mbili litakamilika hapo kesho tarehe 12, huku bara la Afrika likitumai kunufaika pakubwa kutokana na fursa zitakazojitokeza hapa katika kujiletea maendeleo ya ajira na ya kiuchumi. Nikiripotia BBC kutoka hapa Chuo Kikuu cha Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj. Naam, kama ulivyosikia katika taarifa hiyo ya Ahmed Bahaj, zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbali barani Afrika wako jijini Nairobi nchini Kenya kwa mkutano huo wa Africa Forward Summit. Sasa mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Odit amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi, kwanza akitaka kujua dhumuni la kongamano hilo lililowakutanisha viongozi hao wote wakuu kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Kenya imekuwa na umaarufu kwa kuandaa mikutano ya kimataifa, na urafiki wetu ama uhusiano wetu kati ya na Wafransa umekuwa wa maana sana kwa muda mrefu. Na pia ni vizuri tukumbuke kwamba taifa la Ufaransa pia ni moja wa zile uchumi kubwa zaidi ulimwenguni. Na sisi kama taifa ambalo ni ambalo linahusika sana na mambo ya kidiplomasia, tumeungana ili tuwe na mkutano huu hapa, na mkutano wa kwanza wa aina hii kati ya taifa la Ufaransa na Afrika, lakini kwa taifa ambalo halitumii Kifaransa kama lugha yao ya kirasmi. Kwa hivyo sisi kama wale ambao tunatumia Kiingereza tumeona hii ni nafasi nzuri ya kuvunja ile kasumba ambayo imekuweko kwamba lazima tugawanye bara la Afrika kulingana na lugha ambayo wanaitumia kirasmi. Mkutano huu unasema bwana, kule Afrika tuachane na hayo maneno. Sisi ni wa Afrika. Kenya kama taifa itafaidika vipi kwa kuandaa mkutano huu? Kile ambacho tunataka ni kuhakikisha kwamba tunatumia nafasi hii kujaribu kuweka sauti ya Afrika kwa mambo ya kiuchumi, mambo ya usalama na mambo ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale wananchi bilioni 1.4 katika bara la Afrika. Kwa hivyo agenda moja ni kuhakikisha kwamba tuna sauti moja. Tunajizidi kuleta sauti yetu iwe moja. Kwa sababu kikumbuka kupitia kwa African Union kuna kile tunaita Africa Continental Free Trade Area, ili Waafrika wenyewe waanze kuhakikisha kwamba uhusiano wao kiuchumi unapanuliwa kabisa, kwa sababu tumekuwa tukifanya uhusiano wetu ndogo, na hii ni nafasi moja ya kuanza hiyo safari. Jambo la pili, tungependa tuone kwamba tunaweza zungumzia mambo ambayo tukiweka kwa investments za infrastructure za bara la Afrika zinaweza tuunganisha tena kwa njia ya kiteknolojia, mabarabara, mambo ya nguvu za umeme na kadhalika. Hii ni nafasi nzuri kwa Kenya na Afrika. Tunataka ajira kwa vijana. Kama hatuzungumzi na wale ambao wana uwezo wa kuweka rasilimali katika taifa letu na kuwa na mikakati ambayo inatuweka pamoja,